zunguka pale. Unaona kuna namna. Ndio maana Mchungu nimekwambia mwaka huu bwana uchaguzi utafuatiliwa hivi. Kwa sababu angalia pia CCM spana wanazopiga. Wanahitaji watu piwa wa kuingia bungeni. Wanahitaji watu wasafi. Wanahitaji watu fulani hivi. Hakuna cha kusema umemwaga hela wala nini. Kwa safari hii wajumbe na hisi watakuwa dili zaidi ya wajumbe wa mwaka 2020. 2020 unajua wajumbe ndio waliwika sana. Sema unajua ni kwamba inawezekana unavyosema. Lakini mimi natazama kwamba unajua ni heri katika chama kuwa na watu wengi ambao wanatamani nafasi za kiuongozi. Hiyo maana yake ni kwamba inaonyesha kwamba sasa kama kuna chama husika, chama hicho kimekomaa na kimekuwa kikiandaa viongozi na kikiandaa wanachama. Kwa hiyo chama kinapokuwa na makada wengi ambao wakijipima, wakijiangalia, unahisi kabisa kwamba wao wanatosha kuwa sehemu ya nafasi za kiuongozi. Tafsiri ni kwamba sasa chama hicho kimekuwa na kina rasilimali watu ambao ndo watu wa msingi katika kufanikisha shughuli mbalimbali za chama na utekelezaji wa Irani, hata utekelezaji wa wale matarajio ya wananchi. Lakini sasa kigezo gani ambacho kama chama kinatumia kuweza kuleta hao wagombea? Hiyo ndio swala la msingi zaidi. Kwa sababu kila uongozi una sifa zake, na kila uongozi una malengo yake, na kila uongozi unatamani kuwa na watu ambao wataweza kufanikisha ile Irani ambayo wanachama au wananchi wanatarajia kutoka kwenye chama husika. Kwa sababu ukisoma siasa zetu za kuna Tanzania, chama kina nafasi kubwa zaidi katika kuisimamia serikali na hata kuhakikisha kwamba maoni ya wananchi na maoni ya umma yanatekelezwa dhidi ya serikali husika. Na hiyo dhana sasa ukitazama inaitwa kwamba chama lazima kiweze kuwasemea watu. Chama cha siasa kinaenda kwa wananchi, kinaomba ridhaa, kinaomba kuungwa mkono. Sasa kina jukumu wa kimsingi kuja na watu ambao watakuja wana uwezo wa kutekeleza ile miradi ambayo kama chama kuna irani yake imeweza kuahidi. Kwa hiyo sasa nafikiri kupata wagombea wengi kuna chama ni jambo jema, lakini kigezo gani ambacho tunatumia kama chama kuweza kufanya vetting ya kuweza kuwapata watu sahihi? Ulikuwa unazungumza hapa kwamba kwa mfano kuna hizi nafasi za kiutendaji za serikali, kwa nini mtazamo uwe mtu anajua kusifia, mtu anajua kuongea, for instance? Yani kwa nini kigezo kisiwe ni kwamba ile public opinion ya wananchi? Kwa nini wasiamini kwamba ni utendaji wa Sam, ni utendaji wa Mchungu hapo sasa? Kwa sababu wa siku sasa katika ile dhana ya meritocracy, kwamba kuchagua watu sahihi kwa wakati sahihi, mahali sahihi, kuweza kutegemea matokeo sahihi, inakuwa ni rahisi zaidi katika hiyo jamii husika. Kwa hiyo nafikiri kwamba mtazamo wetu kuhusu nafasi za kiuongozi nao umekuwa una sintofahamu kubwa sana dhidi ya mtazamo wa umma na mtazamo wa wananchi. East Africa Radio Morning Express, your super breakfast. Bwana Mchungu, tumalizie na hili hapa. Hiyo ilikuwa taarifa kubwa sana. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuna mpango wa kusitisha mapigano kati ya Iran na Israel ambao utafanyika ndani ya saa chache zijazo, lakini hakuna nchi ambayo imethibitisha mpango huo wa kusitisha mapigano, na Iran inasema kama Israel itaacha kuishambulia basi na yenyewe itaacha kuishambulia Israeli. Na Israel haijatoa tamko lolote mpaka sasa hivi, na taarifa zinasema Tehran ilikuwa ina lengo na mashambulizi mazito mpaka majira ya saa 10 jioni saa za huko Iran. Naona na ikiwa ni muda ambao Israeli ilipewa kusitisha mapigano, lakini bado ikaendelea. Lakini Iran na yenyewe haikuwa nyuma, kwa sababu ilishusha makombora mazito katika airbase za Marekani zilizoko huko nchini Qatar ili kujibu mashambulio ya vinu vyake vya nyuklia kushambuliwa siku ya Jumamosi. Na Trump amesema kwamba hakuna madhara yoyote aliyoyapata huko kwenye base zake za kijeshi huko Qatar, na kusema kwamba mashambulizi ya Iran yalikuwa ni dhaifu mno.
na kwamba yani Iran ina mashambulizi dhaifu na kwamba tayari imeshaanza kuomba sawa au bwana ndo ambao anaendelea kurindima baina ya vita hivi. Yes, na nafikiri tuje kuangalia vizuri huko mbele, lakini kimsingi ni kwamba jana tumeshuhudia taifa la Iran likiweza kupiga kwenye kambi za kijeshi. Kambi ya kwanza ambayo ipo katika nchi ya Syria na kambi ya pili ipo katika nchi ya Qatar. Sasa ndio imekuwa ni taarifa kubwa sana ya kambi za kijeshi kuweza kushambuliwa na taifa la Iran. Na hiyo inakuja kama ulivyosema kwamba ni katika kulipa kisasi katika yale maeneo ambayo taifa la Marekani chini ya Trump waliweza kuyashambulia. Kwa kwamba yale maeneo ya Isfahan, maeneo ya Fordo ambayo yamekuwa yakihutubisha madini ya uranium ambayo Iran amekuwa akisema wazi kabisa kwamba yamekuwa yakizalisha masuala mazima ya umeme na masuala mazima ya nishati. Sasa ukisikiliza tweet ya Trump katika mtandao wake wa Trump Social, inakuonyesha kabisa kwamba ni kiongozi ambaye, cha kwanza nilivyokuwa natazama jana na hata leo asubuhi kipindi nakuja, ni kiongozi ambaye Trump ni kiongozi ambaye amejipambanua kama ni mtu ambaye anataka amani zaidi. Yani hataki huu mzozo uweze kusambaa kwenda kufikia katika ile hali ya mzozo wa kikanda. Kwa sababu Trump, watu wengi lazima fahamu ni kwamba ameingia madarakani, kitu kikubwa ambacho kilimsaidia aweze kushinda urais wa Marekani ni sera ya mambo ya nje. Na aliahidi kwamba dunia katika utawala wake itakuwa ni dunia ya amani, dunia salama. Anaamini katika kuto kutumia fedha nyingi za Marekani kwenda kudhamini vita ambavyo vimekuwa havina faida. Kwa hiyo hata ukiangalia maandiko yake ya jana mpaka leo asubuhi, ni kiongozi ambaye ukimtazama amekuwa kama akijizuia kuhakikisha kwamba ule mzozo wa kikanda au sambai katika maeneo mashariki ya kati. Lakini kwa Irani imeshangaza kwa sababu hiyo anakuja na wanalipua kambi kubwa kama ambazo zipo Qatar. Hiyo ni siku moja baada ya waziri wao wa mambo ya nje bwana Abbas Araghchi kuweza kukutana na Rais Vladimir Putin. Kwa sasa imekuwa ni taarifa kubwa sana, lakini ukimtazama Trump anasema kwamba Irani na Israeli wamekubaliana kuweza kumaliza vita. Kwa hiyo kauli zake, na nimeona vile vile amepongezwa sana kwenye mabunge yote mawili, kwa kwamba bunge la Senate na bunge la Congress, kwa ni kiongozi ambaye ameweza kulinda hayo maslahi ya kijiopolitiki katika eneo la Mashariki ya Kati na kuweza kuzuia ushawishi au nafasi ya Iran kuweza kurutubisha hayo madini ya uranium na kuelekea kupata bomu la nyuklia. Kwa hiyo ukitazama ni kwamba imekuwa ni taarifa kubwa sana mpaka leo asubuhi. Sasa bwana 11:59 saa 11:59 alfajiri kabisa. Hii ni Super Breakfast East Africa Radio, iko live kutoka hapa Mikocheni mkoani Dar es Salaam nchini Tanzania, wilaya Kinondoni, mtaa wa Mikocheni. Ukipotea umepotea mwenyewe, nimekupa kodi zote. Tuko live vile vile kupitia YouTube channel ya East Africa Radio. Kama uko YouTube, tafuta jina la East Africa Radio, utaniona pale na miwani yangu. Utamwona na Godfrey Mchungu akiwa na suti yake ambayo sijui kama alikuwa anawaza uteuzi, sijui imekwaje. 12 kamili sasa. Kutoka Mikocheni, Dar es Salaam, Tanzania. Ikipepea live, hii ni East Africa Radio. East Africa Radio, together tunawakilisha. Hii ni East Africa Radio. Moja East Africa Radio, Bukoba. East Africa Radio, together tunawakilisha. Usitoke. Baki hapo. Tunalipa bill dakika 0 tu. The feeling of good music. All hits. We got the DJs blazing it up. This is DJ Summer DJ Summer, roll it up. DJ Summer DJ. East Africa Radio, DJs with the fire mix. East Africa Radio, all hits. Baada ya kulipa bill, kifua chacho
Bwana, shukrani sana ukiwa live kupitia YouTube channel yetu East Africa Radio. Maoni yako ni mengi sana pale YouTube channel East Africa Radio. Bwana. Tuko pamoja sana saa 12 na dakika 3. Habari za asubuhi. Amka vizuri kabisa. Tunajua kuna baridi katika maeneo mengi ya nchi. Dar es Salaam nako kuna baridi. Kwa hiyo usisahau kuoga. Ama kama haujaoga, unaweza ukatushirikisha hapa studio ili tutunziane siri. Si wenyewe hatujui kama tulioga ama la. Tumeamka saa 9. Kuoga Dar es Salaam sasa hivi nataka moyo bwana mchungu. Amnonoga tu. Unaoga? Bro, unataka ugundue nini? Utakuja kufa. Ila unajua kuna utafiti ulionyesha kabisa kuoga hakuongezi kitu mwilini. Na kutokuoga kwanza kutokuoga kwa mujibu wa utafiti kulionyesha kunalinda ile asidi ya ngozi. Na kutokuoga. Unaona hadizabe? Wale malijendari wanaweza kupiga miezi 6. Hivi ile maisha ushe kuwaza. Nishawahi. Alimeshika mahali pale. Nishawahi. Wale malijendari ndio wanakaa miezi 6 karibia mwaka hawajaoga. Mvua isipotokea. Ile maisha pale yani ukitazama yani sasa kwa mujibu wa tafiti ambazo nimeshawahi kuzisoma za kisayansi, kutokuoga kupunguzi lolote, lakini kama umezoea kunaleta karaha. Kwa mfano kunata nini, kwa unajikuta unataka kuoga. Ila sio kwamba unaenda kuongeza jambo lolote mwilini. Kwa unamshauri vipi msikilizaji? Na katika masuala ya unasema labda kuondoa harufu, unajua kuna mtu pia anaweza akaoga kabakia na harufu. Kwa mtu anaweza kapiga perfume akabakia na harufu. Kwa hiyo katika nyakati za baridi kali kama hizi, maeneo ya Njombe huko Dar es Salaam tu, kuna baridi bro. Unajua hatuja experience baridi Dar es Salaam takriban miaka 3 iliyopita. Tumepita kwenye kikango kikali sana cha joto. Sasa kama itakupendeza na unahisi kabisa umechelewa kazini, si mbaya tukakutunzia siri. Njoo oge mchana. Sawa bana. Magazeti ni mengi sana ambayo ninayo hapa, lakini Nipashe nikianza nalo ina taarifa inayosema mbivu na mbichi, kesi ya Chadema ni bodi ya wadhamini kuhusu mgogoro wa mali za chama, zuio la kujihusisha na shughuli za kisiasa. Kuna kauli ya Isa Mohamed inayosema tunawalika wanachama na wapenzi wa demokrasia wanahabari na mashirika kiraia na mabadiliko yake kutoka ndani na nje ya nchi kufuatilia karibu hatua hiyo muhimu wa kihistoria. Mwingine anasema ni muhimu ileweke kuwa hii ndio kesi ile ambapo awali ilisababisha mahakama kutoa amri ya muda kuzuia matumizi ya rasilimali za chama. Iko katika ukurasa wa mwanzo kabisa wa gazeti la Nipashe. Unaonaje hii? Chadema watatoboa? Chadema nahisi wataimarika. Yani misukosuko ambao wanapitia inawafanya Chadema waweze kuja na taswira nyingine mpya zaidi. Nisema hapa siku moja nikasema kwamba katika majanga na katika matatizo na katika sintofahamu kubwa kule taasisi huwa zinasababisha taasisi hizo ziweze kuzaliwa na kuweza kuwa imara zaidi. Kwa hiyo Chadema katika mambo ambayo yamekuwa wakiyapitia kama taasisi, nafikiri wakitoka hapa walipo itapelekea kuzaliwa Chadema bora zaidi, Chadema ambayo ni imara zaidi. Lakini kama vile ambavyo ukitazama kuna mabadiliko yao kama chama, inakuonyesha kabisa kwamba kuna ungwe nyingine ya kitaasisi wamekuwa wakipitia. Kwa sababu chama cha siasa sio kama jiwe ambalo limekaa alibadiliki. Chama linakuwa linakubali, tunasema flexibility, yani mabadiliko ya kimtazamo, hata mabadiliko ya kiwanachama, hata mabadiliko vile vile ya kihistoria. Kuna fikiri katika mpambano wao wa kihistoria na uwepo wao kama chama, nafasi yao kama chama, na fikiri katika mambo yote ambayo wanayopitia sasa hivi katika kipindi ambacho ni very critical cha kuelekea uchaguzi mkuu, nafikiri kitasababisha kuzaliwa Chadema ambayo ina mtazamo mwingine zaidi. Kwa hiyo lakini ndo hivyo, yani concern yangu ni kwamba unadhani wataruhusiwa kufanya siasa? Kwa sababu sasa hivi naona kazi ni ngumu sana kwao.
Maana yani kama ambao sasa hivi wafanyi lolote Chadema, wafanyi chochote hata kwenye vyombo vya habari haonekani, hata zaidi ya social media tu. Vyombo vya habari unawasoma hapo sasa hivi Sam. Yes, nafikiri ni kwamba katika mazuio ambayo wamepitia kama chama yanaenda sasa kupelekea hizo athari ambazo za ile tunasema visibility, kwa sababu unajua chama ili kiweze kukua kinahitaji kuwa na matukio na kinahitaji kuwa na visibility, kwa sababu chama unajua ni product, sio ni product ambayo inatakiwa ije kwa wananchi, iweze kuzungumziwa, iweze kupelekea mijadala mikubwa kuna jamii, na vile vile watu waweze kuzungumzia kuhusu sera zako. Kwa hiyo kwao ukitazama kama chama, kuna mitandao wamekuwa vile vile wakiendelea kubeba hizo agenda, uwezi kudinai. Lakini kuna vijiwe, kuna maeneo ya bao, kuna maoni ya wananchi, wafuatiliaji wa siasa, bado Chadema imekuwa ikiendelea kugonga vichwa vikubwa sana vya wafuatiliaji wa siasa Tanzania. Kwa sasa kwao kutoka hapa walipo, nafikiri ni kitu ambacho kwa ujenzi wa Chadema hauwezi kuifuta kwa siku moja, au uwezi kuiondoa kwenye macho ya Tanzania kwa siku moja. Kwa sababu ni chama ambacho kitazama kimejijenga kwa muda mrefu zaidi kuna vyama vya kuna mioyo wa Tanzania. Sawa. Taarifa nyingine zipo nyingi tu za kutosha. Taarifa kubwa ambayo ilizagaa jana ni kuhusiana na askari wawili kuhukumiwa kunyongwa kwa kumuua mfanyabiashara. Unajua ukilinganisha katika kesi zote zinazohusu askari ambazo maamiri jeshi wakuu walisema zifuatiliwe, zilizaa matunda, zilitoa majibu niseme. Dr. Kikwete ulisha kutokea tena mgogoro wa maskari, kesi maarufu sana ya Zombe. Fa biashara hivyo tokea wakauawa wafanyabiashara. Rais Kikwete miaka ile mstaafu akaunda tume, bwana mfuatilieni haya mauaji yamekuwa vipi. Halikadhalika haya ya Mtwara. Na nyemfa biashara wa madini katokea. Rais Samia akasema hembu unda tume. Akafika pale waziri mkuu ikaundwa tume bwana. Kwa hiyo walipatikana watuhumiwa 7. Kati ya hao 5 wameachiwa huru. 5 wameachiwa huru. 2 wamehukumiwa kunyongwa hadi kufa. Yes. Unajua ile sheria inasema hivi, kunyongwa hadi kufa, maana yake ni kwamba wakikunyonga wakakuta huko hai wanakuua tena. Kwa lazima ufe. Yaani inaitwa kunyongwa hadi kufa. Unajua sheria inapenda sana vitu complete, vitu vilivyotimia. Unaweza mtu kwa mfano unaweza kaulizwa umri wa kugombea ubunge ni umri wa miaka mingapi? Mwingine anakujibu 21. Kisheria inabidi useme 21 kuendelea. Kuanzia 21 kuendelea. Ukisema 21 maana yake itatakiwa stick hapo. Kwa sheria pana sana. Kwa hiyo ukisikia kunyongwa hadi kufa, maana hiyo inabidi cha kwanza tukunyonge, afu ile hadi kufa inaendelea. Kwa tuamini kwamba huyu ananyuki tena. Sasa hii bana mimi nikaitafakari sana. Manake wao walimkamata yule mfanyabiashara wa madini wakamshushia ile zahma, akapoteza maisha. Unadhani pia inaendelea kuwafundisha maaskari wetu maadili kwamba tumie wakiwa, nafikiri ni kilichofanyika ni uwajibikaji ukitazama, accountability. Kwa sababu ukitazama ni kesi ambayo of course imechukua muda mrefu, lakini iliweza kuvutia sana wafuatiliaji wengi sana wa kesi zetu hapa nchini Tanzania. Na hiyo inakuja kama nakumbuka vile vile katika tukio ambalo limetokea katika nchi ya Kenya, vile vile ya kifo cha ule mwanaharakati, na tukashuhudia vile vile paka mkao mjadala mkubwa zaidi katika bunge la Kenya na wanamtandao wa Kenya. Kuna fikiri kwamba kinachotokea katika mazingira ya nchi zote mbili, nafikiri sasa ni kuonyesha uwajibikaji kama vyombo vya usalama, kwamba kazi yenu, yes, kazi yenu ambayo inayofanyika na kuna hatua ambazo stahiki zimekuwa zikichukuliwa. Kwa hiyo imekuwa habari kwa kweli ya kusikitisha sana ukitazama, lakini ndio tu hukumu imeshatolewa. Na kama unavyojua katika kesi kama hizo kuna dhana ambayo umekuwa ukisema kwamba beyond reasonable doubt, kwamba katika ushahidi usiokuwa na shaka mtu anakuwa anatiwa hatiani. Bwana, wino mzito unaendelea kurindima hapa.
kama ilivyoada, ukiwa ni wino mzito huu. Bwana, unaijua skanka? Skanska hiyo skanka. Hapana. Hujui skanka? Kituo kimetegeta. Skanska sio skanska. Skanska ni kituo. Nazungumzia skanka. Hapana, sijui. Bora unalazimisha nijue kaka. Unajua. Unaambiwa skanka ni tishio afya kwa vijana. Na kwaje skanka? Ndio nikuulize wewe. Mimi nimekwambia sijui tu na mimi kaka. Bwana, skanka ni bangi. Bangi ni tishio kwa vijana. Of course inaitwa bangi ya kisasa. Na mimi mlioandika hii taarifa, naomba niwaambie, na mimi ndo mnanipa breaking news. Kuna vitu sielewi. Taarifa inasema hali ya dawa za kulevya mwaka 2024 inaonyesha kwamba bangi ya kisasa skanka. Kuna bangi ya kisasa. Oya, za kizamani zikoje? Bangi ya kisasa skanka bado ni tishio kwa usalama wa afya za vijana na wanawake. Kuna mtu mwanamke avuta bangi. Unajua kuna dhambi nyingine mtu aendani nazo. Kama hata mtazamo wa jamii kama yani avuta bangi. Yani kuna aina ya dhambi wewe kama mwanadamu watu wakikusikia huendani nazo. Kwa mfano unisikie mimi nimekutwa na ungo. Nimeanguka na ungo pale daraja la Kijazi. Utaamini kweli? Yuza mimi siendani na mimi. Mimi natakiwa unisikie kwenye ubadhirifu. Lakini umekuta umeshuka na ungo umepaa. Unakuta mimi nimeshuka na ungo. Au labda tumsikie mchungu kafanya uhaini. Ila uhaini unaenda nao. Mimi kaka. Umekaa kihaini. Au tumsikie. Yaani kuna dhambi yani haziendani na mtu. Sasa mwanamke unavuta bangi. Unavutaje bangi mwanamke? Unajua mwanamke kuna ile taswira kwamba mwanamke ni pambo. Mwanamke ni ua. Sasa hapa taarifa zinasema hiyo hali ni tishio kwa afya ya vijana na wanawake. Bangi hiyo. Bangi. Na kwa mujibu wa Kamishna Jenerali wa Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya Areta Slimo, ni kwamba kiasi cha skanka kilichokamatwa kimeongezeka. Yaani kiasi ambacho kinakamatwa kila siku sasa. Yaani huwa wanakamata. Huwa wanakamata na ukamata. Lakini sasa kiasi wanachokamata sasa hivi kimeongezeka kwa 89% ikilinganisha na mwaka uliopita. Hiyo ni ishara ya kuimarika kwa udhibiti hiyo biashara. Na hiyo ilikuwa ni taarifa ya hii ni taarifa tu ya nani? Yaani tishio. Sasa hebu nijaribu kuangalia. Anasema mara nyingi hizo dawa zinatoka Afrika Kusini, Malawi na zinaingia nchini inachanganywa na mazao mengine kama matunda, na hivyo inakuwa ni ngumu kugundua bila kuwa na mashine. Mimi ndio maana siku hizi nimeanza kushtuka. Ukila mahindi siku hizi baada ya muda unaanza kuona mvua lakini haiji. Unaona bana? Kwa hata usema. Mara unaona kama moshi kwenye ile nyumba ya papa wakati anataka kuapishwa pale Italia. Moshi unatoka kwenye nyumba hivi. Hapo umekula mahindi, kumbe wamefichia ndani. Yaani tunamshukuru sana Kamishna Limo kwa kutufungua. Sio naenda kwenye mazao. Wanaambatanisha. Sasa mtu hujui. Kumbe tushalishwa sana skanka. Kwa vijana wamekuwa watumiaji wakubwa sana. Vijana wanawake. Piga sana maskanka haya. Mimi bana naweza nikwambia ukweli. Kati ya vitu Mungu amenipushia, yani sijai kuvigusa kabisa. Sijai kugusa. Yani kugusa ala kugusa, yani hata harufu yake nilikuja kuambiwa kwamba ndio hiyo. Ya unajua kwenye viwanja vya mpira hivi, ukikaa kwenye viwanja vya mpira ukikatiza pale ambako Kamishna Limo inabidi ufanye sana research. Viwanja vya mipira hii baada ya mechi kuisha, ukikatiza unasikia kama nyasi zinaungua.
Sasa wadau ndo wanaambia bwana, unasikia hiyo harufu? Yeye wenyewe. Huo ndo mzigo. Lakini mimi sijawahi kugusa kabisa. Yaani hata sigara. Hata hii ambayo juzi wameongeza tozo kilevi, hii sijapiga kabisa. Licha mimi ni Mchaga. Kwa hiyo kijana smart kabisa. Smart kabisa. Yaani sina sumu za aina hiyo. Na hata huo ujinga mwingine unaouwaza, huo bado vile sijaingia kwenye huo ujinga vya kutosha. Mimi hobi yangu bwana nyingine sana. Ni hobi zangu, napenda sana kusafiri, napenda napenda kwenda ku relax ubongo somewhere kwenye misitu hivi, Mbokomo kule kutulia. Kwa hiyo wewe je kugusa skana? Kabisa vijui kabisa. Bro, hata Petro alimkaa na Yesu hivi. Nakwambia. Mimi vijui. Unajua siku moja baba yangu bwana, kuna miaka sisi tumelelewa yale mazingira kwa sana kanisani. Sasa kanisani nini, kwa hiyo mwaka 2000 kwangu vitu vigeni sana. Ndio maana unaambia skansa na yani ndio vitu gani? Unajua ni kituo mzee. Mwaka 2000 kama na 6 miaka ile 2006 kuingia 2007 kulikuwa kuna kitu kinaitwa kuberi. Unakumbuka kuberi? Nishakusikia tu. Ushakusikia? Ushakuiona? Hapana. Brother, kuberi hii nakwambia hizo haikuwa illegal. Ilikuwa ni yani haijakatazwa na serikali. Sasa mimi binafsi kwa kweli ni kwa sijui matumizi yake, ila vile viboksi vya kuberi vilikuwa vimeenea sana mitaani kama yani chupa za maji za zamani. Sasa hivi zimeenea chupa za energy ambazo serikali na yenyewe wamependekeza energy zipunguzwe tozo. Nadhani ndo zitarundikana. Sasa niko na babangu hapo na nilikuwa naenda Benjamin William Mkapa High School kuanza form 5. Wakati tunapita eneo moja uwanja wa Canada pale, akaniambia hivi, hii unatumiaga? Yani ilikuwa ni box la kuberi ambalo mtu katumia katupa. Sasa mimi kwa kweli sijui. Unajua box la kuberi ilikuwa kama lina kama Mwarabu au Muhindi fulani hivi, afu kumchorochoro sijui manyoka nini, kwa maana kwamba ukishapiga walikuwa wanaweka hapa kwenye kidevu wa chini. Mnaingia darasani naona watu kama wamevimba hapa kwenye kidevu, watu wametuna hapa. Kumbe mtu anasikizia steam katulia. Asa mimi hapa kwa kutokana na ule ujana kutaka kujulikana na mimi sio mshamba kuachwa nyuma, alimanusura niseme ndio. Lakini si yani sikujua kuberi na utuzi gani nini. Kufika klasi nikaona watu wana blaze yani. Unajua mimi nimesoma Chijelo Benjamin Mkapa pale, bonge la darasa. Kwa hiyo watu kibao, unajua ni kifika watu walikuwa nini. Hali ikawa mbaya, serikali ikaja ikapiga marufuku. Kwa hata ile kuberi mili nipita ile. Baada hivi kaja viroba. Viroba vikao vingi, serikali kaona oya tunapoteza vijana. Kwa hiyo ndugu yangu wewe hujabahatika kugusa kabisa. Na sitakuja kutokea. Haitakuja kutokea. Kwa kilavi chako ni amina vitu vyangu. Make watu wasiokunywa, wasiovuta. Nina vitu vyangu vingine usio kimkakati mzee. Wadada wanaogopa sana wavulana ambao hamvuti. Sema mama yangu, umeolewa na mtu hanywi, havuti. Yani hanywi pombe. Hapendi hata mpira. Mpira naangalia. Wewe mtu akwambia taje tu story yako ni. Lakini mambo mengine yao kwa kweli hapana. Kijana safi kabisa. Haya bana, Mwananchi nao wanazo taarifa ya vigogo polisi kunyongwa zipo. Mwinyi acha shangwe kwa wakilishi. Bwana wakilishi pale Zanzibar wameongezewa muda. Yani wabunge wa Zanzibar wao hawatamaliza. Bunge la wakilishi watakwenda mbele kidogo. Watu wamecha. Na mwenyewe Mheshimiwa Rais nilikuwa namsikia anasema hapa sijaja kulivunja bunge. Bado kuna masuala ya msingi ya kufanya. Unajua kuna ile unajua
Mheshimiwa Rais katika mifumo ya kiserikali anafungua huwa anakuja kufungua bunge kuonyesha kama ni hatamu mpya sasa ya uongozi wake ndani ya kipindi cha miaka 5 na anakuja kufunga bunge sasa kuonyesha kwamba anamaliza au sasa tunaelekea ile tukio kubwa zaidi la uchaguzi. Kwa ilifurahisha hiyo kwamba akasema kwamba alija kufanyaje, alija kulivunja bunge. Bwana, Habari Leo wana taarifa wanasema Samia agiza walio Iran na Israeli kurudi. Ni Watanzania 663, tayari 147 wamesharudi. 147 wamesharudi. Mashariki ya kati huko. Mashariki ya kati babu. Na unajua ni kwamba kuna mataifa ya Mashariki ya kati tumekuwa kuna watu of course wanafanya kazi wa Tanzania, lakini kuna wanafunzi ambao wamekuwa wakichukua kada zao mbalimbali kuna hizi nchi za Kiarabu. Kwa mfano Irani pale Tehran kuna vyuo vikubwa sana vikongo vizoefu. Ukienda kwa mfano maeneo ya Tel Aviv, maeneo ya Haifa, maeneo ya Beersheba, kote kule kuna vyuo ambavyo mataifa mbalimbali ikiwemo Tanzania wanafunzi wamekuwa wakipata fursa ya elimu. Sasa kuna swala zima la usalama. Ukitazama wananchi wenyewe wa Israeli wamekuwa wakiishi kwenye maandaki. Unajua wenzetu wale kutokana na jiografia na hiyo misimamo mikali na mitanziko kila miaka, na serikali kwa mfano ya Israeli imeamua kutengeneza maandaki katika miji yao mbalimbali. Kwa hiyo wananchi wamekuwa wakipewa mafunzo ya kuhakikisha kwamba kuna hali fulani ikitokea katika ukosefu wa usalama, basi wananchi wanaweza kukimbilia katika maeneo ya kujihifadhi au maeneo ya kujifichia. Kwa hiyo ni taarifa njema ukitazama kwa watu ambao walikuwa wamekwama, sasa wanaweza wakarejea na kuweza kupisha ile hali ambayo imekuwa ikitokea katika eneo la Mashariki ya Kati. Kama unavyojua na hii inakuja ni mwaka mmoja tangu vile mzozo mkubwa kati ya Hamas na jeshi la IDF. Kuna kwamba Israel Defense Force kuweza kupigana kuanzia mwaka 2023 mpaka mwaka 2024, kuna kwamba Oktoba mpaka Oktoba ya mwaka jana. Kwa hiyo nafikiri imekuwa ni taarifa njema sana kwa watu ambao waliokwama na watu ambao walikuwa wanahitaji msaada kuna eneo hilo hapo. Sasa bwana, Habari Leo katika ukurasa 7 pia inaendelea kurindima na taarifa nyingine. Tanzania yaongoza kwa simba, nyati, chui Afrika. Simba, nyati na chui Afrika. Tunao wengi zaidi. Sasa nyie serikali mabucha simtuwekee mitaani huko. Kwa nini? Mabucha ya nyati tunaongoza kwa nyati. Wewe umekula nyati lini mara mwisho? Muda mrefu kwa. Nyati yabidi kama ng'ombe. Kama ng'ombe. Bana vipi? Pale kuna nyati pale. Hivi unajua sisi tunazidiwa na Wadizabe. Wadizabe wanapiga nyati karibia kila wiki. Asa wale unajua wale wanaingia poini kwenda kuwinda. Hivi wale sio nyara za serikali wale maisha yao ni maisha yao kwa ajili ya mazingira. Yani utamaduni wao wa kimaisha ndio unajengwa na mazingira yao. Yes. Sasa wale huwezi kuwatemu kwamba walikuwa wanaenda kuharibu nyara za serikali. Nimeona nakumbuka mwaka jana kipindi ambapo serikali inafanya sensa, waliletea bwana mzigo wa nyati. Kule walipo. Yes, kuna yale maeneo ambayo wamekuwa wakipatana kwa wingi. Sasa bana, twende tukamalize na taarifa hii ambayo itaibua shangwe kwa mtu ambaye anatuendeshea YouTube channel yetu, anaitwa Omar Shaban. Omar Shaban. Hii ni taarifa ambayo itamfurahisha sana cameraman wetu pa Omar Shaban ambaye anatuendeshea YouTube channel ya East Africa Radio. Taarifa hii inasema kwamba wanawake wanaodai waume zao fedha nyingi za matumizi waonywa. Wanawake wanaodai waume zao fedha nyingi za matumizi. Ni timu ya kampeni ya msaada wa kisheria Mama Samia katika wilaya ya Ilala imewataka wanawake wenye tabia ya kuwataka waume zao kuacha fedha nyingi za matumizi bila kuangalia vipato vyao waache hiyo tabia mara moja. Mmesikia wanawake? Kwa hiyo mwanamke atakiwa muombe mume wake shilingi 5,000 ukibudget kwa mbali bila kupanda bodaboda wakati unaelekea sokoni bila kupanda bodaboda hapa katikati inatosha. Ila 5,000 tunasema ndogo mzee. Haitoshi. Mimi nafikiri at least 10,000. 10,000. Unajua 10,000 yenyewe
Jamani, mimi bwana umwachie mwanamke 5,000. Unajua nilikuwa likizo hapa wiki 2-3. Sasa nilikuwa nafanya shopping mwenyewe kwenye masoko. Yaani nilifanya soko kwamba nijue fedha nazoacha zinatumikaje. Ila nilirudi nyumbani nikamwomba wife msamaha. Kwa baira na kuba ndogo. Mimi nilihisi anaiba. Sasa bro, sasa pale umerudi kazini afu umekuta nyama afu umechefta na kuona unajiuliza maswali gani? Pale unajiuliza maswali mengi sana. Kwamba unajiuliza kwamba wanawake na uwezo mkubwa sana wa kufanya bargain power. Hivi unajua mimi naishi karibu na soko. Mimi naishi soko la Tegeta Nyuki. Nanunua vitu vya soko. Yaani vitu vya soko najua sokoni, nyanya za sokoni unakuta. Tena mimi napoishi pia kuna gulio, kila Jumamosi kuna gulio. Kuna magulio wa machinga haya. Hamna machinjio huko. Machinjio ipo. Sasa kaka unafeliwa. Unaweza ukacheta 3,000. No, bro, vitu vimepanda. Hapo fikiria unanunua labda fungu la karoti shilingi 500, unanunua fungu la pilipili hoho shilingi 500, hoho matatu hivi. Unanunua vitunguu saumu shilingi 1,000 ni tangawizi. Lakini 10,000 haitoshi. Nyinyi timu ya msaada wa kisheria sasa mngewaambia wanawake wadai shilingi ngapi? Na hapo unaenda kufanya matumizi nyumbani, una unga, una mchele, una maharage, una mafuta na una gesi. Wewe mimi nilipofanya shopping sasa nimependa umekaa eneo la kimkakati hadi na vitu vya msingi. Of course na vitu vya msingi. Mimi nahisi wanawake tunaoacha nyumbani mpongezwe, mjengewe sanamu. Mimi binafsi kwa niaba ya